Nianza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini leo tukiwa pamoja katika ukumbi huu kwa ajili ya lengo ni kuwaeleza kuhusu maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru, lakini pili mkumbukizi ya miaka 26 ya Baba wa Taifa na wiki ya vijana ya mwaka 2025. Kwa mwaka 2025, maonyesho ya wiki ya vijana yatafanyika jijini Mbeya katika viwanja vya Windini na yataanza tarehe 8 hadi 14 mwaka 2025 na yatazinduliwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 10 Oktoba mwaka 2025. Katika sherehe hizi za maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru na kumbukizi ya kitaifa ya miaka 26 ya Baba wa Taifa na wiki ya vijana kitaifa, atakuwa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shughuli hii itafanyika kuanzia saa 12:15 asubuhi na itaanza kwa misa maalum ya kitaifa ya kumwombea Baba wa Taifa itakayofanyika katika kanisa Katoliki parokia ya Mwanjelwa, Jimbo Kuu Mbeya, na kufuatiwa na maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru ambao yatafanyika katika uwanja wa CCM Sokoine jijini Mbeya. Wito wetu, serikali na waomba wananchi wote wa mkoa wa Mbeya na mikoa jirani kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa CCM Sokoine ili kuungana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuadhimisha matukio haya muhimu ya kitaifa. Kama nilivyosema hapo awali, shughuli inatarajiwa kuanza saa 12:15 asubuhi. Nataka kutumia nafasi hii kwanza kuupongeza sana uongozi wa mkoa kwa maandalizi mazuri ambayo tumeyaona, lakini pia jinsi ambavyo wametupa ushirikiano mkubwa sisi ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu ambao ndio waratibu wa hili jambo la kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru, lakini pia na hii wiki ya vijana. Sisi kwa upande wetu tumejiridhisha kwamba maandalizi yako sawa kabisa. Of course, kinumbers unaweza kusema labda ni 95% au 97%, lakini manake tulipofika hapa leo ni sehemu ambayo tunaweza kuwa tayari kwa ajili ya kupokea Mwenge wa Uhuru na kuhitimisha safari ya kuzunguka katika nchi yetu nzima. La msingi ambao tumeliona jingine na ambalo limetufurahisha sana ni jinsi ambavyo wiki ya vijana na mabanda ya maonyesho jinsi ambavyo yameandaliwa. Nafurahi kusema kwamba tumepita kila banda, hata yale ambayo bado hayajapangwa, lakini tumeona kwamba wale wenyeji kwa maana ya wanaotakiwa katika banda hilo wapo na maandalizi yamekaa vizuri. Wanachofanya sasa ni kupamba mara mwisho ili tarehe 10 atakapofika Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja kuzindua rasmi maonyesho haya yawe mabanda yako tayari. Lakini pamoja na hilo pia naupongeza sana mkoa kwa sababu ushirikiano wao ndio umeleta matunda haya. Matunda mnaona leo hii haya yasingewezekana kwa sisi kutoka Dodoma kuja kuyafanya haya peke yetu hapa. Kwa hiyo tunawashukuru sana mkoa, na kwa kweli ninachopenda ni kutumia nafasi hii tena kuwaalika sana wana Mbeya, lakini pia mikoa ya jirani, lakini na wale ambao wanapenda kushiriki mambo kama haya. Bahati mbaya tu ni kwamba tulitangaza mapema juu ya nafasi za mabanda, kutangaza biashara na waliowahi wamewahi. Bahati mbaya tu wengi wao waliomba lakini hawakufanikiwa kupata nafasi kutokana na kuchelewa kuleta maombi. Lakini sio mwisho wa kuonyesha bidhaa zao na sio mwisho wa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu. Shughuli zipo nyingi, na kama mnavyojua mwaka wa fedha ndio umeanza, maana yake ni kwamba tunayo mashughuli mengi ambayo tunaweza tukaendelea kushirikiana nao, na hivyo nataka nitumie nafasi hii pia kuwahimiza wadau mbalimbali kuendelea kujitokeza kwa wingi na siku nyingine kuwahi panapotolewa matangazo ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Asanteni sana. Tuendelea kuwakaribisha Watanzania wote hususan wa mkoa wa Mbeya na nyanda za juu kusini, wakaribie waje waone faida za Mwenge wa Uhuru kwa taifa lao,
lakini pia ni fursa kwa vijana kuja kujadiliana yanayowagusa maisha yao kwa nyakati hizi.